Habari zenu. Mimi naitwa Brenda Kangai. Si mnanijua mimi nilikuwa mwanabunge mzalendo na mtetezi wa wanyonge. Lakini unajua mimi sipigangi siasa ya kujipendekeza na kuongea kitu yenye haiko. First of all niseme Gachagua is a scam. Yes. Amekuja kama scam. And before niseme hivyo niseme due to public demand wana Raila Amolo Odinga. Juu mimi ni mwanachama wa ODM. Lakini katika chama ya ODM tumefunzwa kuongea ukweli wa mambo. Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto wamekaa wakaona wananchi washawatoka. Walidanganya wananchi nitakufanyia, wakatenga mabilioni wakategua. So wakaona mwananchi hayuko pamoja na wao. Wakajua tutakuja na strategy ya kudanganya wananchi ambayo ni divide and rule. Wewe Gachagua jipange na watu wako, sema na kunyanyasa na nionyeshe wananchi, so that tuchukue sympathy ya wananchi ambao wananyanyaswa, uwadanganye wewe umekaliwa, so that ikifika 2027 Rigathi Gachagua seme mimi na president tumekaa pamoja, tumejadiliana, tukaona sijui tupeleke Kenya mbele ama Kenya nyuma. Na ni scam, wanaanza kuipanga mapema. So Rigathi Gachagua, if you are very serious about the people of Mount Kenya, juu nimeona umeanza very just movement. Kuna watu wamebomolewa Gikomba, Mathare, ni nyumba za Wakikuyu. Umefanya nini kuzuia hiyo kitu? Why are you telling the people of Mount Kenya unawa defend yet you are doing nothing? Bwana, hiyo ni ukora ama si ukora? Ukora ama si ukora? Mtu anadanganya watu wa Mount Kenya mimi nawatetea. Mimi ni baba wenu. Lakini kesho kutwa watu wa Mount Kenya wanabomolewa, biashara zao Nyamakema zinafungwa. Si ndio? High taxation. Saizi taxes ya the finance bill. Watu wenye wanaenda kuumia kabisa ni watu wa Mount Kenya kwa sababu ndio wanafanya biashara. Wajaluo na Waluya wamesoma, wako katika ofisi. Hata wakikatwa watakatwa mishahara. Sisi tutaumia katika biashara. 54% ya tax ya Kenya inajengwa na watu wa Mount Kenya. Lakini Rigathi Gachagua wanafanya nayo nini? Hakuna kitu wanafanya. Na mimi huwezi niambia mtu ni kingpin na atetei jamii yake. Angalia Raila Amolo Odinga. Hebu jaribu unyanyase jamii ya Wajaluo. Baba atalala Wajaluo kinyanyaswa, atakufa na watoto wake. Atasema Mjaluo ameumizwa, mimi nitasimama na yeye. Baba hata Mkenya kinyanyaswa anasimama na yeye. The same Kikuyus ndio wanadanganywa. Wanaambiwa ita Raila mganga, Raila mchawi, Raila sijui hajaokoka, ajui kanisa. Sasa hivi wanalia Raila left, Raila right. Bwana, give Raila peace. Wacha baba Winnie, bibi Aida akae kwa nyumba apikiwe, apumzike. Mmezungusha Raila all over the country. Mnajiingiza kwa shimo. But ikifika wakati wa kulia, mnataka mkulilia kwa kifua ya Raila. Ni nini wa Kenya nyinyi? Nyinyi wenyewe ndio mnaenda mnachagua bad leaders. Nyinyi wenyewe ndio mnapewa 200, mnasema kumera. Tookera tene. Simuliamka asubuhi kupani shuhuru. Uhuru hizi ni shaweli, anakula vizuri, analala vizuri. Na mkatuma mganga Bondo. Mnataka mganga afanye nini sasa hii? What do you want mganga to do? Wa Kenya, mimi Brenda Kangai am against finance bill. Lakini Mungu kama ni wili yako, ni vizuri hiyo bili pite, watu wateseke wakuwe na akili. Watu wateseke, Mungu wakuwe na akili. Kama mtoto ukimnyima chakula, ukimpatia chakula asubuhi akatae, saa 4 akatae, umnyime jioni huwa analamba sahani. Lakini nyinyi tumekuwa siasa kupembeleza wa Kenya, ati mnachagua mtu mbaya in the name of Raila Odinga, atawahurumia mlilie kifua yake. This time round we are sending Raila Amolo Odinga to AU, the president of Africa. Mtu akule kiburi yake. Kama hukuchagua Raila Amolo Odinga, hana deni yako. Kama unajua hukuchagua Raila Amolo Odinga, tafadhali keep Raila out of your mouth. Teseka, lia kivyako. So that 2027 ukiambua kumera, utajua mali unaumera kuweka kura. Akili itakuwa imefunguka. Ama ni nini wananchi? Situongee ukweli. Watu wenyewe ndio walijiingiza kwa mess. Mimi kama mfuasi wa Raila Amolo Odinga, mwanachama wa chama cha ODM,
I campaigned for Raila Amolo Odinga. Kuna wamama waliniambia, Brenda, mimi ungekuwa unasimama women rep nitakupea kura, lakini mganga sitampatia. Saizi ananiambia ende uambie mganga anitetee. Ni wapi ulisikia mganga anasikizana na Mungu? Simulia kama mtu wa Mungu. Mkaeka ndugu ya Yesu anaonana na Yesu kwa mundu kwa mundu. Sasa mnataka Raila fanye nini? Kama Ruto anaonana na Mungu wa mundu kwa mundu, what do you want Raila to do? MPs, tafadhali endani hiyo siku mjifanya muoni, pitishadi bill watu waumie, so that kama kutakuwa na maandamano, wale watu walisema kumera mbele, situ watu Azimio tutawasukuma na mawe. Mimi nitawabebea mawe ngunia 10 free of charge, niwapatie hapo archives. Mkunywa tear gas, msikia vile nilikunywa last year. Mimi nimekaa sana kasi ya kuja hii bunge, na nikukasirika nilikasirika. Tumeenda maandamano, tumetetea wananchi, tunapigwa tear gas, live bullet, lakini walituambia nini? Walituambia mnatuharibia biashara zetu. Mnatuharibia biashara. Muachane na president afanye nini? President afanye kazi. Kwani sasa hii president afanye kazi? Ruto finya watu wakuwe na akili. And I'm speaking this with pain, because each and every time of election mnadanganyangwa na 200 na 300. Mnaenda mnapikiwa mchele ndoo 2 zenye Uhuru Kenyatta Rigathi alipikia watu. Si after wameragai watu, Rigathi Gachagua mwenyewe ndio alikuja na mchele iko na waru na carrot na akapangisha watu line. Sasa huyo mtu ndiye analia ati anabeba na suitcase kwa ndege ya 1500. Rigathi Gachagua, you can't lie us. Hawezi tudanganya. And let me tell you, I will read something called Generation Z. Now all youth of this country, kukatas ujinga na impunity katika inchi. Hakuna youth atawahi danganywa na 200 na 300. Utaleta pesa tukule na tuchague mwenye tunataka. Umesikia? Wanaishi. Mbunge akiingia na ulagai, chukua pesa, kula, so that 2027 ikipita usikuja kulia tena hapa. Sasa hiyo Raila atakuwa president of Africa, ameretire, hamtakuwa mnamuona. Mtalia kui, mtatafuta mtu wa kuwatetea, hamtapata. Kwa sababu ni ujinga ya wananchi inafanya tuumie. Wale watu ambao wanachaguana na emotion. Mimi ni Mjaluo, mimi ni Mkamba, mimi ni Mkikuyu. Mimi nataka kuuliza jirani ya William Ruto uko Sugoi, mimi nikitaksiwa gari, wewe utakuwa excluded? Ndio ujue ujinga na primitivity lazima itoke nini? Itoke huko. And especially the people from Rift Valley, and I'm not being tribal, they are so primitive. Mtu hata akiteswa haoni ni mtu wetu. Ni mtu wetu. You are not exposed. Na mkikuja hapa kwa city, mkipatua bunduki, ndio mnakuja kushika hao vijana ambao wanaongea ukweli. Kwa sababu unapatia bandit, mtu alipata D-, unampatia bunduki, akili yake inakuja Jacaranda, anahangaisha vijana, anahangaisha kina Nuru, wakiongea ukweli na kuwa transparent. Wewe unakuja hapo unakuwa mjinga kwa sababu ulitolewa huko kichaka Baringo, ukakuja ukapatiwa bunduki, ukadhani umefika sana. My friend, the government of impunity must end in this country. And next election, I will be vying for the women representative seat. My opponent, be prepared with good proposals for these youths. Musikuja na ujinga na vipindire, na wakikuja na pesa kula. Waambie Brenda, waambie mkule pesa. Lakini ikifika mahali pa kupiga kura, unaangalia watu wote nani bungeni ataongea sauti ya mwananchi. Hiyo story ya tumbo, kuwekanga tumbo kwa nini yako. Na mimi nataka kuambia wananchi wa Kenya, despite kuteseka sana, muangalia mbunge wako sana. Karada. Mbunge wako akipitisha bill, tuma yeye nyumbani. Ama kama Wakenya mnataka sisi watu wa Azimio, na mimi wacha niongee hivi, na si hate speech na si incitement. Wewe kama ulikuwa wa kumera, ukakuwa mtu wa kupikua mchele na Rigathi Gachagua, akakupangisha line na maragwe, na ukatukana Raila Amolo Odinga, and we want ati sisi to sympathize na wewe juu umebomolewa nyumba, na juu taxi imepanda, na juu finance bill inakuumiza. Ukiona mbunge wako amechagua hiyo bill na ameipitisha,
Mahali popote atapatikana. Mahali popote atapatikana. Patia yeye adabu. Mahali popote. Mtu umempatia kazi. Wabunge mnisikize. We have employed you. Hamjatuajili. Tuliamka asubuhi tukawapigia ndio mkue. Na ni sisi tuko na haki ya kuwafuta. So wewe enda uchaguane na ujinga na kierere. Wewe uishi State House. Usiwahi patikana perimeter ya Kenya. Ukipitisha bill, lala State House. Amka State House, oga State House, ingia parliament, rudi State House. Any MP who vote against the punitive bill is an enemy to Kenyans. Huyo ni adui wa Kenya. Hauwezi enda pale uambiwe mama mboga, mtu wa mkokoteni anafinyiliwa, mtu anapata 200, atataksiwa na baki na shilingi 30 bob. Alafu wewe ni MP akaona akili, huyo mama mboga unaenda unapitia ushuru. Ushuru mpaka yaanda wewe. Ruto ameweka watu State House. Wewe ukipitisha mswada yake ile kitu anataka, unakula State House, unaoga State House, unajipaka mafuta State House. So wewe enda upitisha bill na uishi huko. Because you are an enemy to wananchi. Usikuje. And lastly, Rigathi Gachagua, I am telling you this. Instead tusumbuane sana ukitudanganya, unakuja sasa unajiita vereja. Ebu come clear what is a vereja. For me, a vereja is a scam. Hawezi niita mwana kijiji na uniite Asra na uniite mama mboga. Hizo vitu zote zina resonate the same. Zina tofauti. Na ile pesa la Asra kwa nini bado wanadai? Na hiyo vereja. So next time tuna expect Rigathi akuja na kitu inaitwa Vereja Fund. Rigathi, we are not fools. And back in the years in 1990 when Raila was president in government, he resigned na karudi kwa wananchi. So Rigathi, kama umefinywa usishinde umetulilia. Resign, ukuje kwa wananchi uambie nimefinyiliwa. Patie kazi. Hizo vipindi unakuja kutuambia tell us unaenda kutafutia William Ruto watu wa 2027. Na ujue hii raundi sisi tu wajinga. Utapika mchele tutakuja tukule. Utatupea pesa tutakuja tuchukue. Lakini fika ni mahali pa kupiga kura, tutachagua mwenye tunataka. Na naomba Raila Amolo Odinga, baba haki watu, baba watu wamenituma sana, wakaniambia kama inawezekana uende just 1 year urudi usimame ukue president. Baba tutakufa ukienda. Tu saa hizi baba utatuacha mayatima. Mganga. Baba, mtu alikuita mganga, saa hii akiona jina yako kwa ballot atakuwa naona Yesu. Walikuwa wanasema si uchawi. Mnaelewa wananchi? Mmechanuka bado mko na ujinga. Mmechanuka ama bado mko na ujinga? Mmechanuka. Hebu tell the government stop impunity. Stop what? Impunity. Stop what? Impunity. Ujinga ishe bwana William Ruto, hakuna mtu mjinga. Ujinga pelekea bandits. Ni pathetic. Haya. Wacha tolbaga ni wele sauce.